Tunafahamu kwamba kila timu imejipanga kwa ajili ya kuweza kupata ushindi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo hapo siku ya kesho, kwa sababu ushindi ndio ambao utakwenda kuamua hatima. Lakini kama itatokea sare, tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga wao ndio ambao watakuwa mabingwa, lakini kama Simba ataweza kushinda, ya maana kwamba wao ndio ambao watakuwa mabingwa kuelekea kwenye mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Simba wameweza kutoa taarifa juu ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mchezo huo muhimu, ambao wanahitaji ushindi pekee ili waweze kunyakua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Sasa tayari ninayo orodha hapa ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo, lakini kabla sija kupatia taarifa juu ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa golikipa Aishi Manula, taarifa ni kwamba naye pia ataendelea kukosekana ndani ya kikosi hicho, japo ambavyo tunafahamu taarifa za awali kwamba mchezaji huyo kwa sasa sio sehemu ya kikosi cha Simba kutokana na taarifa kwamba tayari amesha saini kandarasi ndani ya klabu ya Azam FC. Lakini pia golikipa Hussein Abel naye pia sio sehemu ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Ni mmoja golikipa ambaye amekuwa hapati nafasi kabisa ndani ya kikosi hicho, hata bench amekuwa haonekani mara kwa mara. Lakini pia vile vile beki Hussein Kaz naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao ni kama hivi kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis hamtazami kwa jicho lingine kulingana na kile ambacho anakitizama kwa upande wake, ama huenda mazoezini hakuna kitu ambacho amekuwa anakionyesha kikubwa ambacho kinamfanya mwalimu ashawishike naye, lakini pia hayupo kwenye orodha. Sasa taarifa nyingine ni kwamba beki Abdulrazak Hamza, taarifa kwamba ni Abdulrazak Hamza ni 50 kwa 50 kuelekea kwenye mechi hiyo. Kulingana na taarifa ya awali ni kwamba mchezaji huyo bado hayuko fit, na ndio maana kwenye mechi za hivi karibuni zote hajaweza kuonekana. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kuelekea kwenye mechi hiyo, na itafuatana hali yake iko vipi. Lakini pia kwa upande wa Kelvin Kijiri, naye ni mmoja wa wachezaji ambao si wachezaji ambao wanapata nafasi mara kwa mara. Kwa sasa amekuwa haonekani kulingana na kile ambacho kwa upande wa mwalimu anakitizama kwa upande wake. Anaona kwamba ni beki ambaye ampi kile ambacho anakihitaji, na amekuwa akimpa nafasi David Kametaduchu. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye atakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo ni pamoja na Mzamiru Yasin. Mzamiru Yasin ndani ya msimu huu ni kama hivi, mambo yamekuwa ni tofauti kwa upande wake. Si mchezaji ambaye amekuwa anaonekana ndani ya kikosi, si mchezaji ambaye amekuwa anatumainiwa kwa sasa, ya maana kwamba si mchezaji muhimu tena. Hivyo kwa upande wa klabu ya Simba wamekuwa wamtumii. Lakini pia Omari kiungo mwingine huyu ambaye naye amekuwa na shida ndani ya kikosi hicho, si mchezaji ambaye utamuona ndani ya kikosi cha Simba kwenye mechi yoyote ile ambayo amekuwa anacheza kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Lakini pia taarifa ni kwamba Awesu naye pia sio sehemu ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo kulingana na taarifa ambayo imeweza kutoka. Lakini pia Edwin Barua, mchezaji ambaye kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa ya sintofahamu kwamba mchezaji huyu kama labda kulingana na taarifa ambayo kwa upande wa viongozi wake ambao wanamsimamia walikataa kuhusishwa na ulevi kulingana na taarifa ambayo ilikuwa inatoka mara kwa mara. Lakini kwa upande wa uongozi wake ambao wanamsimamia walitoa taarifa kwamba hapana, ni mwalimu tu ndiye ambaye amekuwa amtumii. Lakini pia mshambuliaji Valentino Mashaka naye pia hajaorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo, maana kwamba taarifa hao ndio wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo: Aishi Manula, Hussein Abel, Hussein Kaz, Abdulrazak Hamza, Kevin Kijiri, Mzamiru Yasin, Omari, Awesu, Edwin Barua pamoja na Valentino Mashaka.